sana Mheshimiwa Robert Alai katika Radio 47 hapa ndipo. Asante sana. Ukwaje my brother? Salama wa Salmin. Salama wa Salmin. Umetrend baba? Jia nini? Mheshimiwa umetrend sana. Sasa kuna siku bwana Robert Alai unasumbua mtandao. Maisha yangu yote iko mtandaoni. Unajua kidogo hivi Alai amefanya siji nini. So sasa nyingine nasumbua mwenyewe. Nimekuja kuizoea. Umekuja kuzoea. Hata wewe juzi ulikuwa na trend. Hata wewe juzi ulikuwa na trend bwana. Mheshimiwa Robert Alai. Sasa hivi unajua watu maudaku nini, radio za ugali, na simu za smartphone, na kipata airtime kidogo, jamani. So let me ask you. So jana umekuwa katika TV47. Nimekuwa TV47. Nikakuona hapa katika TV. Sikuwa hata nimekuja media for a very long time. Alafu nilikuwa nimeavoid kwa sababu ya mambo yenye watu wanaongea. Alafu sipendangi kibinafsi, sipendangi kuongea saa zile watu wanataka kuongea sana juu yako. So I don't like to respond. Naamua saa zingine kurespond baadaye wakishamaliza yao, alafu nakuja niseme version yangu. Wenye walipenda kuchukua ile uongo watembee nayo, wakuje ujue ukweli. So nafikiri ndio ilikuwa nafanyika hivyo. Nilikuwa TV47. Na ukasema kwamba haukutoa bunduki. Sikutoa bunduki. Lai tumeona CCTV bwana. Mimi sijaona CCTV, mmeona, lakini sikutoa bunduki. No, but siko katika mtandao na wewe uko mtandaoni. Unajua kama nimekuona umetoka pale kabisa kwa kiti chako, umenyanyuka kwenye kiti. Alafu ukiwa umeshikilia bunduki mkono wa kulia kama sijakosea, umeshikilia chini pale na ukamsukuma Mheshimiwa Babu Owino. Unajua sasa sikuwa nimetoa bunduki kwa sababu ya Babu Owino. Ilikuwa inaanguka. Na umeona kweli version nilisema Mheshimiwa Robert Alai bwana, hapana bwana. Ilikuwa inaanguka. Unajua unaona kweli sikuwa nimevaa jacket. Nilikuwa nimevaa shati. Ya blue. Na hiyo bunduki ni nzito. Sio bunduki sio ya wanawake. Sasa unajua si ya blue, hata sikuwa nimevaa shati ya blue, kwa ya green. Ya green. Sasa unajua watu wanachukulia ni kama nilikuwa nimethreaten Babu Owino. Lakini unajua bunduki huwezi kutoa kushtua mtu. Bunduki inatolewanga kutumika. Hauwezi kutoa bunduki kushtua mtu. Alright. The Firearms Act is very clear. You can't. So mbona haukuregesha kama ilikuwa inaanguka? Unajua kama bado kama watu wako nyuma yako, alafu na uko kwa ile hali ya unajua ujui kwamba huyu jamaa alikuwa amejihami aje. Unajua kwamba huwezi kuirudisha tu. Ujui nani yako nyuma yako. Pia ni ngumu sana. Alright. Lakini jana ulisema hukutoa. Sikutoa kwa TV47. Unajua sikutoa kwamba nilikuwa nimemtolea, hapana. Ulikuwa umetoka kwa sababu inaanguka. Ilikuwa inaanguka. So, let me ask you Mheshimiwa Robert Alai, what was the issue? Because it looks like alisalimia watu wachache, then akaja kwako, then kukawa na purukushana. What was the issue? Ukiangalia hiyo video vizuri unaona kwamba sikumsalimia. Alikuwa msalimia kila mtu kwa mkono, nikamwambia jamaa kwamba mimi sioni haja ya kusalimia huyo mtu. Why? Because ni mheshimiwa mwenzako. Unajua hata Babu ni rafiki yangu. Even hata mimi ndo nikashangaa among wabunge yenye naongea nao. Unajua is very rare, especially kwa wabunge wetu. Wenye wanatoka Nyanza ama Western, to engage saa zingine wakiona kwamba we labda ni raia ama mtu wa chini ya level ya MCA, hawapendagi kuengage sana. Hawapendi kuengage. Kuna ka ego fulani. But Babu is one of the few MPs unaweza kumpigia simu na achukue. Shida ya Babu ni kwamba kuelewa. Unajua he engages you kwamba anataka kushare ni either his way or the highway. But that is not my problem, because hakuna penye tuna compete naye. Mimi sasa kusimama MP, mimi sasa kusimama governor. Ninakwambia kwamba hakuna penye tuna compete naye. Tumekuwa na difference of opinion. Tunapishana tu wakati kwamba tumekosana ama tumepishana na mawazo na wewe Mwakideu, alafu unaleta mke ama familia yangu kwa hiyo vita. So on that particular day pale katika ile restaurant ilikuwa ni issue gani? Unajua nilikuwa namwambia tu kwamba unajua chenye alikuwa anasema ni kwamba vile nimekataa kumsalamia, alikuwa anasema kwamba nitakupanga. Nikauliza utanipanga kufanya nini? Mimi sitafuti kazi. Hakuna penye nimetuma application kwamba sielewi kwamba alikuwa anataka kunipanga Christmas ama New Year. Sikuwa naelewa. Sasa akasema kwamba in fact kuna mmoja wetu hapa tulikuwa tumekaa naye akajua kwamba utapewa
CFO. Nikasema lakini mimi sijasoma hesabu ya accounting, sijafanya accounting. Mimi ni mtu wa IT. So utaniweka kwa CFO kwa namna gani? Lakini mimi sijaonyesha hata interest. Mimi sina interest ya kuwa CFO wa Nairobi, na sidhani kama ni kazi yenye naweza kutaka. So niliona ni kama ni hali ya madharau, hali ya kukejeli. So nikamuuliza kwamba unajua hizi vitu tunasema zote sio mimi sijali unataka kwa nini, ama unataka kutafuta nini, ama unataka kunitafutia kazi, offer hiyo tutaangalia kama utafika, lakini tafadhali ikifika kwamba tunapishana mawazo, tafadhali usilete familia yangu. So yeye alileta familia yako? Hiyo ndio ana sponsor. Unajua kuna msichana anatumia anaitwa Maverick Kaoko. Maverick Kaoko ana communicate na watu 4. Kati ya watu 4 ana communicate nao ni Babu Owino. Nimemuuliza Babu sio mara ya kwanza. Nimemuuliza Babu mara nyingi sana. Yes. Kwamba tukikosana na wewe unaona ni ulete familia yangu. Ukiona kwamba mama Ida ama baba hakuwa na kubaliana na wewe, ulete familia yake. Uliona kwamba mama Ida juzi kwamba labda ulikupata reception ile ulikuwa unataka nini Bondo, uliambia kwamba sija alikuwa umelala na Gaucho. Nikasema kwamba hizi ni vitu juzi umesema kwamba siji mama Ida nani anaitwa Mama Recho, yes, na bodyguard wake. Unajua hizi ni vitu nikamuuliza kwamba hii sasa wewe huyu hizo unazitoa wapi? Mheshimiwa Robert ni Babu ndiye anaambia huyu msichana aandike. Unajua tunajua Babu, unajua nimekuwa kwa Robert, how can you confirm that? Nimekuwa kwa mtandao for very long. Unajua mimi nilienda yani, na kama kweli ni hivyo. Sikiza. Because juzi nimeona kulikuwa na university inaitwa USIU. Chenye nilisoma kwa university ya USIU inaitwa Bachelor of Computer Science. My major was cyber crime. Okay. So ku understand, alafu mimi nilikuanga blogger nilikuanga ni blogger ya technology. The thing I covered kushinda kila kitu ni telecommunications. So hakuna penye niko na network kushinda telecom sector. Safaricom, Airtel, hakuna penye niko na network kushinda telecom sector. Communication Authority of Kenya, National Cyber Crime, unit ya kuangalia hizi vitu, hakuna. Let me ask you Mheshimiwa Robert Alai, kama kweli unayoyasema ni ya ukweli, mbona haujamshtaki police station? Nimemshtaki mara nyingi. DCIO wa Kilimani anakuambia cyber crime mazingira house hapa Kiamburu ndo atakwambia kwamba nimemshtaki mara nyingi sana. Wamekataa kuchukua action. Unajua this is the failure of the police. Mpaka ukiangalia hata ile message ilikuwa nasomwa jana kwa TV ya TV47, unaona inatoka kwa watu wake. Because umetaja familia ya mheshimiwa hayati Raila Odinga, umetaja familia ya first president. Yes, first president of the public. Anaambia watu wataje waseme hizi vitu. Ukiangalia kwa hiyo timeline unamuuliza kwamba huyu msichana unaambia hizi vitu ili kusaidia na nini? Because huyu msichana ni mfanyikazi wake. Amesema katika statement yake ile siku kulipokuwa na purukushani kwenye restaurant, kwenye statement yake amesema Mheshimiwa Babu Owino kwamba hajawahi kuongelea familia yako, hajawahi kuwa na issue hata na wewe, yani hakuna mahali mnakutana kisiasa. Akasema mwenyewe alishangaa. Unajua saa zingine kwamba unataka kukomesha mbwa, saa zingine unaendea mwenye mbwa, because hapa mwenye mbwa ni Babu. Na Babu sio kwamba simjui leo. Babu unajua amekuwa MP kana najua. Na kati ya wenye walikuwa wamemsaidia sana kuongea na wananchi sana ili akuwe MP, because hakuwa anaishi Embakasi East, hakuwa anajua hata Embakasi East iko wapi, ilikuwa inaanzia wapi na inaishia wapi. Mimi nilikuwa chairman tayari ya hiyo area. Hakuna mtu alimkaribisha kushinda mimi. Wakati alikuwa na shida ya issue ya DJ Evolve, hakuna mtu alikufa naye. Mpaka saa hizi tumekosana naye kisiasa. Hakuna siku utasikia nimetumia maneno mabaya juu ya Babu, juu ya DJ Evolve. Because nilimwambia kwamba ile maneno nilikwambia kwamba nimesimama na wewe, sikuamini kwamba ulitegemea kuumiza DJ Evolve. Bado nasimama na Yaman. I am not an opportunistic politician. Kwamba nimeona kwamba Babu saizi sasa niseme nilete hii mambo ya DJ Evolve. Hata kuna watu wengine wameletea cases mingi sana including za rape. Hakuna penye nimezitumia dhidi yake because sijui ukweli wake natokea wapi. Lakini kwa ile yenye najua ukweli ya kibinafsi, nasimama nasema kwamba hapa Babu umenikosea. And is very specific. Nimwambia kwamba sio mara ya kwanza nimemwambia hizi. Nimwambia Babu acha kufanya hizi haya maneno. Nimwambia kwamba Babu acha na kufanya haya maneno. Alafu unajua
Alafu nimepishana na yeye maneno ya unajua juzi kama tulikuwa najibizana kwa hiyo kwa hapo kwa restaurant Kilimani. Alikuwa ameleta maneno kwamba sijai kumsupport. Ile statement yake nilichukua vibaya sana kwa sababu hakuna mtu alishambuliwa mtandaoni, because I was the first person to say kwamba Babu sikutegemea kwamba because niliona kama amebeba ndugu yetu DJ Evolve, anajaribu kumtoa pale kwa scene, kumpeleka hospitalini. It was a real effort. So sikuamini kwamba alikuwa ametegemea. I think it was a very unfortunate accident. Na nikaenda kumtafuta. Saa zile alikuwa amezuiliwa Gigiri police station. I begged the DCIO. DCIO alikuwa anafukuza watu na tear gas. I begged the DCIO kumuona tu na kusema kwamba ndugu yangu uko salama, lakini nilikuwa nataka kumpatia advice kwamba penye umefika ndugu yangu, angalia, because hii uongozi yako is very delicate. Uone penye umetoka na penye umeenda na penye umefika. Sidhani kama Babu angefika stage anasema kwamba sasa everything goes. Anajua you ignore the journey yenye tumetembea na wewe mpaka ufike hapa. You ignore the kind of support, the sacrifice wengine wetu wamesema kwamba unajua hata baba kama anataka baba Sazila alikuwa karibu wiki 3 alafu afe. Baba personally called me. And I think alikuwa anaongea juu ya Babu, hakumention Babu by name, lakini I can tell you baba alikuwa worried, alikuwa niambia kwamba Janyando used to call me Janyando because I come from Nyando. Akaniambia kwamba Janyando, you know, I want you guys to start talking. Mwanze kuongelea hii mambo ya sloganeering, people using slogans. So nilikuwa nafikiri tu ni mambo ya tibi mnatia lala. So I think kulikuwa na kitu yenye ilikuwa imemkwaza juu ya Babu, alikuwa anaongelea saa zote. Wow. All right. Tuanze Gumzo 47 hapa ndani ya Radio 47. Tuanze ama tushaanza? Tushaanza. Hey, Mheshimiwa Robert Alai, you know, nyote mko ndani ya ODM, chama kimoja. Nyote ni viongozi ambao ni vijana. Na nyote mko na ufuasi wa vijana. So how that happens, I don't know. So what is the way forward? Kuna mtu ambaye anapaswa kumwita mwenzake, unaona mkikaa chini labda mkielewana, you know, what is the way forward? Unajua hii mambo yetu, na afu unajua mimi kwa kisiasa, because I'm also a critic of politicians. Mimi si pia na kashifu viongozi, unajua. So sitegemei kwamba tuko na uadui na Babu. Hakuna uadui. The only message nilikuwa namwambia kwamba ndugu yangu usifanye hii usifanye. Because kama kulikuwa na uadui, ni kuna vijana walikuwa wamejitokeza last year 2024 wakati wa Gen Z Rising. Uliona vijana kama Kasmel Makoure. Hakuna matusi nilipata kushinda ile tulipata kwa Kasmel Makoure. Lakini nilifika wakati wa kuwashika mkono na kuwapeleka kwa viongozi wetu na kusema kwamba baba, shika hao vijana because watapotea. Na nimekaa, kwa hiyo I was in their footstep. Watapotea, tafadhali washike mkono, waende watafute namna, wataingia kwa siasa. Naona wako very passionate about siasa, lakini siasa huwezi kuwa bila uongozi. Huwezi kusema wewe ni leaderless, wewe ni partyless. Hizi party saa zile ODM itaenda kwa ground, ianze ku campaign, hautaweza ile machinery ya ODM. Tafadhali waingie kwa chama, kama wanataka kwenda UDA, wanataka kwenda ODM, wanataka kwenda DCP, waende, lakini tuwashike mkono. I didn't care about the political party. I was just telling them from my own experience. Because nimeona vijana wamekufa. I've seen bloggers die. I've seen young people from the university wanakufa because they are very reckless in their life. And sometimes political leaders might not care vile wanafikiri kwamba wanajali. Lakini nikashika mkono. Juzi hata ukiona mtu tunajibizana naye sana, yeye anataka kuata, nimeona bango zake karibu na kwenu hapa, Nelson Havi. Ukiona timeline ya Nelson Havi yote ni kunitukana. Lakini tukikutana naye Nelson Havi, because I've exposed myself. Lakini hata wewe Alex, mke wako haja expose herself. Hajajitokeza kwamba yeye ni mwanahabari. Mbona nimshambulie? He is not a public person. Amesema yeye anataka kuishi maisha yake private. Mimi have signed up for this. Direct all arsenal, including nuclear bombs, utumbe kwangu. Lakini wachane na familia yangu. Tuma the worst because I signed up. Why would Babu attack your wife, Robert? I don't know why would he interest kwa wapi? Nafikiri kwamba unajua anatafuta vulnerabilities, and I think that is where we have to draw the line, because watu wengine wananiambia kwamba unafaa kuignore. These people didn't sign up for this. Hawaku sign up for hii siasa, hii public life. In fact, yangu
nafikiri kwamba ndio nini ifanyike, ndio apate nini. Unajua amepata kwamba because unajua mimi nilianza internet from day one, almost day one nilianza. Unajua since 1999 tumia hizi mtandao, tumeona zikigrow mpaka ikuje social media. So I can withstand anything. Alright, you throw utanitupia. Hata ukiangalia comments zangu za Facebook, I can withstand those. The only thing that I withstand ni ukisasa ukielekea kwa familia yako. Watu wako saini. In fact wako hata social. Mheshimiwa, juzi nimeona viongozi wa Nairobi wa ODM wakitoa wito kwamba, wakisema kiongozwa na Mheshimiwa Ladwa kwamba najua baba alikuwa ni wa Nairobi na alikuwa anawakilisha Nairobi, na sasa baba amelala, basi tupewe Winnie Odinga awe deputy party leader wa ODM na pia awakilishe maslahi ya Nairobi. Haya matamshi unachukuliaje? Uko pale pia kama mwana ODM? Sikubaliani na hayo. Unajua kwamba sio kwamba siheshimu uongozi wa ya Winnie Odinga, siji kwamba uko na uwezo gani wa kuongoza ama kuwa deputy party leader. Ndio. Unajua hii party iko na structure yake ya uongozi. Sidhani kama Winnie amefika kwa ile level ya kuwa deputy party leader. Ningekubali kwamba Winnie ajaribu kuanza na zile vyeo za chini kidogo kama secretaries level, maybe secretary of communication, vitu kama hivyo, ili arise kwa. Lakini kama unataka kuanza kupeana uongozi wa ODM kulingana na penye mtu alizaliwa, nafikiri wanaenda kuharibu ODM. Okay, because Winnie Odinga ama kurepresent Nairobi ama kwa delegate Nairobi, na sidhani kama Nairobi imekosa delegates wa kuchukua ile position ya deputy party leader. Umesema uongozi wa ODM usipeano kwa sababu mtu amezaliwa wapi? Sio kwa amezaliwa na nani ama amezaliwa wapi. Uongozi wa ODM upeanwe kulingana na ile competence ya mtu, kwamba anaweza unasikia saizi watu wanaongea juu ya competence. Watu wanaanza kujibizana juu ya 2022, wanasema kwamba wewe kufanya ulifanya, ulikosa kufanya hii, ulifanya hii, kwa sababu unajua sasa tunaanzaje kupeana nafasi za uongozi kulingana na penye mtu alizaliwa ama azaliwa na nani, ili tu unajua Ladwa hapa najua kwamba anatafuta tiketi yake ya kurudi Makadara. Ama akitaka kupata cheo kingine anatafuta tu ticket. Anaamini kwamba bila kusifu Winnie hatapata ticket. Na hiyo ndio shida. Lazima viongozi, unajua ukishafika level ya kusavu na nchi, afadhali useme ukweli wako. Kama ukweli utafanya uanguke, anguka na ukweli wako. Toka na ukweli. Mheshimiwa Robert Alai, hapo katika 2022 ukweli uko wapi? Kwa sababu nimemwona Mheshimiwa Sifuna akiongea juzi akisema kwamba Mheshimiwa Junet Mohamed alikula pesa za Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta, na Mheshimiwa Junet Mohamed naye akatoa statement yake akasema kwamba shida ilitokea wakati ambapo Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alipeana jukumu la pesa za maajenti kwa kakake Muhoho ambaye alikuwa na ofisi yake pale Westlands ambayo ilikuwa haiwezi kuwa accessed na mtu yoyote yule. A lot of things that are happening zenye tulikuwa hatujui sisi. Hizi ni taarifa za ndani zenye tulikuwa hatujui sisi, lakini what is your take about this 2022 story? Baba alipoteza, kuna watu wanasema baba alipoteza purely kwa sababu ya Junet Mohamed. Sababu mtu mmoja atafanya baba apoteze. Unajua sasa, anza kulaumu. Siwezi nikalaumu Sifuna, siwezi nikamlaumu Junet, siwezi nikamlaumu mtu yeyote. Hata yule ambaye alikuwa anaongoza kampeni alikuwa anaitwa nani katika ODM? Nani? Kuna jamaa hapo alikuwa anasema purely baba alipoteza kwa sababu ya Junet Mohamed. Alikuwa kiongozi wa ule jamaa kupoteza Bomas. Kupoteza because hatukupoteza kwamba hatukupata kura. Tulipoteza kura kwa sababu kulikuwa na ukarabati ulifanyika Bomas. Mwenye alikuwa in charge, chief agent wetu Bomas alikuwa Kanchori. Sasa ile hesabu addition and subtraction, mwenye alitupoteza pale ni Kanchori. Mheshimiwa Alai, unasema hesabu zenu zilifika Bomas zikiwa ziko sawa. Hesabu zetu zilikuwa sawa, lakini zilikuwa Jose Kamago, tulikuwa na mtu anaitwa Jose Kamago mwenye alikuwa mtandaoni. Naam. Unasikia? Na mwenye alikuwa anasimamia hesabu yetu. Na hesabu yetu haikuwa complex, haikuwa logarithms, haikuwa cosine, haikuwa hizo, ilikuwa addition na subtraction. Ongeza 1 toa 2.
Unasikia? But kuna hii story ya maagent hawakulipwa, kwa hivyo hawakuwa katika vituo vingi. Unajua shida yetu baba alisema shida yetu ilikuwa server. Unasikia? Baba hakuna penye baba alituambia, hakuna siku baba alituambia kwamba agent wetu hawakulipwa. Because party leader wetu alienda street akasema kwamba fungueni server. Kuna Jose Kamago hapa ndani. Hakuna siku alisema kwamba fungueni account zenu za benki. Sasa mbona tunalaumu Junet na kusema kwamba Junet, because unajua sasa hii ni tunatafuta njia ya kubadilisha hii vita. Unajua tukugonganisha na Junet mwenye amechaguliwa Migori, wenye watu wanaamini kwamba, unajua juzi walikuwa wanamwambia kwamba penye anatoka hakuna kura. Lakini Junet anatoka Migori, Junet atoki Northeastern. Junet ni mbunge kutoka Migori. Huko ndiye amelelewa. Okech Sala anatoka Migori. Watu wanapiga kelele juu Okech Sala. Okech Sala ni mom Jaluo kushinda Waria. He is more of a Luo. Junet hakuna, siwezi kumsengenya na Kijaluo. Anaongea Luo from start to end. Ameishi Ujaluoni mara nyingi na naelewa uongozi ya Ujaluoni kunishinda. Umesikia? Sasa unajua watu wametafuta hii wameshindwa. Sasa hizi wanaenda kwa finances yenye kila mtu hawezi kuona ukweli wake. Because ungerudi kwa ile ukabila ungemshinda. Kila mtu anajua ukweli. Lakini unajua kwamba the common man voter hawezi kuelewa hii mambo ya hesabu ya milioni na kutisha watu kwamba kusema kwamba watu wengine walikuja na milioni 500 walikuwa. Sasa Uhuru Kenyatta, hebu nikuulize hii kura ya Uhuru Kenyatta. Yes. Wewe leo ni ndugu yangu na rafiki yangu. Yes. Uende pale Nyando. Yes. Nasema nataka kusimama na wewe. Yes. Alex Mwakideu. Yes. Nataka wewe kuwe mbunge wa Nyando. Yes. Hata tuache mbunge. Kiti kidogo ya MCA. Yes. Nataka huyu Alex Mwakideu ni ndugu yangu na najua kwamba ile Nyando inaanza kugrow. Yes. Kuna Waislamu pale, kuna Waswahili, kuna Kikuyu, kuna sasa tusichague mwenye anachaguliwa hapa. Na saa zingine sisi wenyeji tunaleta siasa mbaya. Tutafute mtu wa kutoka nje. Akuja simamia because anaishi na anafanya kazi hapa. Okay. Tuanze kumchagua. Mimi mwenyewe Robert Alai ni campaign kwa stream moja imebada a maximum ya watu 700. Kuconvince watu 700 kupigia Alex Mwakideu kura inanishinda na mimi ni rais. Machinery ya rais. Sasa wewe unaniambia kwamba ulishindwa kuconvince watu. Tulikuwa na haja gani? Tulikuwa na haja ya pesa ama haja ya kura? Shikilia hapo Mheshimiwa Robert Alai. Tunarudi kwa tulikuwa na haja gani? Haja ya pesa ama kura. Mheshimiwa Robert Alai, tukiwa tunamalizia nimeona viongozi wengine wa ODM pia wakiitisha sanity. Wakisema kwamba angalau kuwe na sanity. Na wakatoa wito mpaka kwa kiongozi wa sasa hivi kinara wa ODM, Mheshimiwa Senator Daktari Oburu Oginga kutoka kule Siaya County, kumwambia kwamba bring some sanity. Hii majibizano kati ya Sifuna na Junet hayasaidi. Do you believe that Mheshimiwa Senator kinara wa ODM ataingilia hili swala, ataleta hiyo sanity? Is it time for ODM kukaa as a party, delegates meeting iite na kuwe na hata uchaguzi alivyokuwa anaitisha Secretary General Sifuna? Tukiwa tunamalizia, nafikiri kwamba wenye wanaitisha hayo wanaogopa stability ya ODM, because sidhani kama stability ya ODM italazimishwa. Nafikiri lazima water it finds its level. Lazima watu wa poe wakisha pimana nguvu ya kisiasa, wakisha pimana uwezo ama uwezo wako ndani ya siasa, ndani ya chama chetu cha ODM. Ndio. Lakini sidhani kwamba, unajua, because baba alikuwa very powerful na tulisema kwamba kama baba alikuwa bado yupo hai, tulisema kwamba baba hawezi kureplacewa na mtu mmoja. Kuna mtu mmoja lazima kuwe peacemaker, mmoja kuwe mobilizer wa fans, mmoja kuwe uongozi wa chama. Because baba is once in a lifetime leader. All right. Sidhani kama, na baba alituambia mwenyewe kwamba mti mkubwa utaanguka na wana wa ndege watayumba. Bado tuyumbe. Na it's good tuyumbe kama ibaki miaka 2 tufike uchaguzi. Okay. Sidhani kama ingekuwa vizuri kwamba tulikuwa tunayumba 2027. Okay. Nafikiri in the next 3-4 months, because baba amekufa less than 90 days ago. Na amezikwa mbio.
hata tunasema kwamba labda hatujamaliza ile morning period. Hatujasahau baba. Kila kitu baba, unajua watu wengine bado wanaongea ni kama baba atarudi kesho. Hawajui kwamba baba arudi. Baba ameenda na ameenda one way. Yes. Sasa lazima tukubali kwamba baba hayupo. Utafika wakati yenye tutaamua kuishi kama marafiki ama kuishi kama maadui. Okay. Na lazima tuamue karibuni. Okay. Lazima what it finds, because baba alikuwa na njia yake ya kumaintain sanity. Okay. Hako anaitisha mkutano. Nafikiri wenye wanataka kumaliza chama wanataka kuitisha mkutano wa NDC ama Central Management Committee. Okay. Hii discipline ya ODM ilikuwa enforced na disciplinarians. Alright. Kuna watu lazima watolewe kwa ofisi na ODM ibaki ODM na itakuwa enforced na ile vijana wa chama ama mrengo zingine za chama. Okay. Lakini uweze kuambia watu kwamba tukae chini waambiwe kwamba poeni, hapana. Nani anataka kutolewa kwa ofisi? Unajua kuna watu wenye wanaharibu chama kwa ndani, naamini kwamba lazima